Kila Januari 20 ni siku ya kimataifa ya ukubali ama kukubali, ama wanasema International Day of Acceptance, na siku hii inalenga zaidi kukuza uelewa wa maana ya kukubali nafsi, wengine, hali mbalimbali pia za maisha na kufahamu mengi katika hili, na tutaangazia zaidi dhana ya ukubali kwa mtazamo wa kisaikolojia, umuhimu wake kwa afya ya akili na hatua za msingi ambazo zinaweza kuchukuliwa hasa katika kujenga maisha yenye utulivu pamoja na uelewa zaidi. Na kufahamu mengi katika hili tumemwalika hapa John Ambrose, mtaalamu wa masuala ya saikolojia. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Asante sana. Kukubali. Yeah. Ni dhana ya namna gani? Tuna kitu ambacho labda kukubali watu waelewe, yani kinakuaje. Kuna mazingira hali halisi. Alafu kuna wewe. Maana yake kuna kuona na kuna kutafsiri. Nichukulie labda hilo. Tafsiri inabaki kwa mtu. Kwa maana tulivyo hapa, mimi naweza nikatizama mazingira haya nikatafsiri kwa vingine, si uhalisia ulivyo. Sasa kuna yanayobadilika na yasiyobadilika. Mfano, mtu ananyeshewa mvua. Alafu anapiga kelele kwa nini mvua inanyesha. Mvua haiwezi kuacha kunyesha kwa sababu mtu amesema sitaki mvua inyeshe. Isipokuwa wewe unaweza ukatoka kwenye mvua ukajificha, mvua ikimaliza kunyesha ndipo kaendelea na safari yako. Ina maana kile kitendo wewe cha kuacha kukubali ile uhalisia, hiyo ndio tunaita kukubali. Maana yake kuna uhalisia and then kuna wewe mwenyewe ambaye ndio unatafsiri ile hali. Wewe wanasema there is a reality, yani kukubaliana na ukweli. Huo ndo msingi. Na msingi wa hii kukubali, maana yake yako mambo ambayo katika jamii ni uhalisia. Kwa mfano walemavu, kuna changamoto zingine, kuna misiba, kuna maumivu ambayo yako kwenye jamii na hatuwezi kuepuka maumivu. Kwa hiyo njia ambayo tunapaswa kuitumia ni kukubali yale maumivu. Na kwa nini tunasema ukubali maumivu? Kuna maumivu na kuna mateso. Hili ni daraja refu sana. Unaweza ukaishi na maumivu lakini usiamudu mateso. Kwa hiyo namna ambavyo unaweza kuzuia hii safari ya kutoka kwenye maumivu kwenda kwenye mateso, unaweka mfumo wa kukubali. Ukiyakubali maumivu, maana yake unaepuka mateso. Sasa ili neno kukubali sio tu kusema nimekubali. Liko kimchakato. Kuna mfumo wa kisaikolojia ambao unapaswa sasa kupitishwa katika hiyo harakati ili wewe sasa kuepuka hiyo mateso. Mtu anakuambia kutoka kuzimu ni kuyakubali mateso. Usipokubali mateso, maana yake utazidi kubaki kuzimu. Ndio lugha ambayo ipo kwamba usipoyakubali maumivu utayapata mateso. Kwa hiyo ukiyakubali maumivu utaepukana na mateso. Unaweza ukaishi na maumivu lakini si mateso. Mfano hapa unaweza ukakaa jambo likawa linakusumbua, ni maumivu. Nini maana maumivu? Ni kitu kile ambacho wewe hakina ladha. Na umekibeba unacho. Unakibeba. Kwa mfano unaweza kumeza dawa ina maumivu. Kwa nini nameza dawa? Nameza dawa kuepukana na mateso ya ugonjwa nilionayo. Kwa nini nakubali uchungu wa dawa ili nipone? Sasa hiyo kukubali ile uhalisia wa jambo katika mfumo ambao unapaswa, ndio maana ya kupona. Kwa hiyo ndio maana watu wengine wanaweza kuona neno kukubali mbona ni kitu chepesi. Hapana. Katika saikolojia kubwa, hasa watu wanaofanya positive psychology, acceptance, yani hilo ndilo psychologists wote duniani wanakesha. Sasa kama kukubali ni kuna maumivu kiasi hicho, na wakati mwingine inawezekana na mtu anapitia hali fulani ambayo ni ngumu, inamtesa, lakini anapaswa kukubaliana nayo. Yani anafanyaje ama mchakato wake unakuwaje ila kubaliane na hali? Au inatofautiana vipi na ile mtu anakubali? Mfano inatafsiriwa kama kukata tamaa. Mtu akata tamaa ina maana labda hajakubali. Amekubali ile hali sasa, kwa hiyo hafanyi jitihada tena kwa mtazamo. Hajakaa hivyo. Kwamba potelea pote. Hajakaa hivyo. Elewa kwamba nilitoa mwanzo hapo kwamba tunaposema kukubali, acceptance,
ni tafsiri ambayo ubongo unakupa. Yani kwa mfano kuna mambo hata ofisini kwetu humu, yani jambo linaweza likatokea, labda tumepata taarifa ya msiba, wewe unaweza ukagaragaza hapo karibu kujimaliza na kadhalika, lakini wewe ukaona kawaida. Sasa nini kinamtofautisha kati ya John na mwingine? Ni namna ya tafsiri wewe unayoipa kwenye akili yako. Sasa katika mchakato wa tafsiri ubongo ndio unaotafsiri. Sasa kwa mfano, sio kwamba kila maumivu ni uhalisia. Mfano mtu mwenye ugonjwa wa sukari au ganzi, tuchukulie ganzi. Ganzi maana yake inazuia aina maumivu yanayosababishwa ubongo kuto kutafsiri. Maana yake una paralyze, una numbs, unatia numbs ambayo unaweza kuipata naturally au unaweza kuipata kwa hospitali. Sasa tunapochukulia ile maumivu, unamna lugha unayoiweka, tafsiri unayoiweka ndio hukuchochea wewe kukubali au kutokukubali. Kwa mfano, katika kukubali, acceptance, kuna mambo mawili makubwa. La kwanza ni mawazo unayoweka juu ya kile kitu. Lakini la pili ni hisia ulionayo juu ya ile kitu. Itakutengenezea tabia au tendo utakalolifanya. Kwa hiyo unaweza kukuta mfano umepata tatizo. Una tafsiri nini juu ya hicho kitu? Kwamba okay, nimefiwa na baba. Ni tafsiri gani unaweka hapo? Alinitunza sana. Kwa hiyo namna ambavyo wewe unaendelea kuwaza na kumchambua huyo baba unayemzungumzia, ndivyo maumivu kwako wewe yanavyoendelea. Sasa fikra zinazalisha hisia. Yaani hisia ni chemba ambayo inaweza ikajitegemea au ikapokea kutoka maelekezo unayopewa kuhusu kile unachokiwaza. Sasa tunapozungumzia sasa namna ya kuwaza na namna hisia, ina maana uko mchakato ambao unaweza kufanya. Kwa mfano, unaweza tukakwambia mchakato, fanya maombi. Kuna watu ambao wanafanya kukubali kupitia kumwabudu Mungu. Wanamuomba Mungu. Unapomuomba Mungu, anaachilia. Neno linalotumika katika ibada, ninaachilia. Maana yake ninaamini iko nguvu ambayo inaweza ikatenda juu zaidi ya hili jambo ambalo linapita. Ni jambo la muda tu, litapita. Sababu hakuna mtu aliyewahi kubaki kwenye hayo mazingira. Kwa ina maana kwamba unapoiambia akili kwamba hili ni jambo la muda, litapita, akili inapunguza ule overloaded ya kukukumbusha kuhusiana na hicho kitu, kukuletea taarifa juu ya hicho kitu. Kwa hiyo kuaccept maana yake sio udhaifu na wala sio kuliepuka jambo ala kulikubali. Hapana, maana yake inakufanya akili kulineutralize, yani kulifanya likakaa na wewe, lakini katika umbile lisilochukua nafasi. Sasa kuna hoja Hilda ya mwanzo kuhusiana na kukata tamaa. Bado naona kama kuna hoja hapo kwamba kukubali kinyume chake kukataa ama kutokukubaliana, sio? Yaani kwamba kuna hali fulani imetokea, lakini mimi naweza mwanzo pia ulitoa mfano kwamba nisikubaliane na hiyo hali. Yaani kwamba hapana, yani nikapinga uhalisia, nikaukataa. Ukipinga hukubali, unaiangamiza. Yani acceptance haimaanishi kukataa, ni kukubali. Face the reality. Acknowledge it. Kwamba kwa mfano tuna kitu mimi na train kitu tunachoitwa kujihurumia. Kujihurumia ni moja ya mchakato wa kukufanya mtu kukubali. Una sehemu tatu kubwa. Cha kwanza katika kujihurumia, maana yake kutana na hilo tatizo. Ninaumwa, nina wakati mgumu, nimefiwa, nina hali mbaya. Yani face ile ukweli. Yani usiseme, yani kubali kwamba unaumwa. Kwa sababu katika changamoto ya kutokukubali ni denial, kukataa. Kwa mfano mtu anakuambia haiwezekani mimi. Kwa nini mimi? Yani maana yake hajakubali. Sasa ndio maana kwamba katika mchakato wa kutokukubali kinyume chake ni kule kudinaya, kukataa. Sasa sisi acceptance haimaanishi kukataa ndio umekubali. Yani kwamba umekubali, unaiambia akili kama una tafsiri vingine, huu ni tafsiri, nimefiwa, ninaumwa, nina changamoto, nina matatizo haya. Face the reality. Kwamba unapo face reality, akili inaridhia kwamba hili jambo lipo. Hatua ya pili katika kukubali, elewa tatizo lako wewe duniani hauko mwenyewe. Kuna watu ambao wana tatizo kama hilo lakini wanaishi. Kwa hiyo ina maana kwamba
tunatofautiana kwenye kiwango cha matatizo. Wewe unasema kwamba leo sijala chakula, angali kuna mtu yuko Gaza. Mlikuwa mnazungumza masuala ya Sudani, kuna kipindi hapa watu karibu 2000 wamepoteza maisha. Yaani mtu anapoteza mtoto wake barabarani, anaendelea ili kuokoa maisha yake. Lakini wewe umepata tu changamoto, mama anaumwa, baba anaumwa, lakini si the reality ambayo unaiface. Lakini hatua ya tatu sasa, ukisha kuona hivyo, akili inapunguza ule uzito wa hilo jambo, unalipa tafsiri ya tofauti. Tunasema see in the 3D, maana yake litazame katika engo tofauti. Mfano hapa Senegal na Morocco yalikuwepo maumivu makubwa sana, lakini namna gani yule aliyepiga ile penalty na nini kwa tasa, ilitazame katika engo nyingine. Namna ule mwingine mchezaji aliyerudisha wachezaji uwanjani alitazama kwenye engo nyingine. That is one of the acceptance. Yani kwamba unalitazama kwenye engo lingine, kwa sababu ni kipindi kifupi ambacho wewe hujui kesho yako. We know about, tunajua jana, tunajua sasa, lakini hatujui kesho. Sasa itazame katika engo ambayo inakupa wewe favor ya kufanya kuliona hilo jambo baadaye linapokuwa. Kwa mfano mara nyingi sana labda tukumkupe mfano wa acceptance process, yani ile mchakato kwenye wa kukubali unapofiwa. Mfano leo tumepata taarifa sasa hivi kuna tatizo limetoka. Kitu cha kwanza wataalamu wanakuambia katika death acceptance, mtu atasema haiwezekani. Haiwezekani, hawezi, kwani nafariki. Kwani inakuwa naye muda si mrefu haiwezekani. Bora ni mdogo sana, inakuaje? Lakini baada ya hatua kadhaa utasikia madaktari walikuwa wazembe sana. Yaani kwani walishindwa kuokoa maisha yake. Mbona ni jambo dogo tu. Kwa kweli jamani, sina hela sana. Alikuwa mbunge. Kwa nini inakuaje? Inakuwa mbona kijana mdogo. Lakini la tatu ndio anaendelea kukubali hivyo. Sasa ndio process inakwenda, kwa sababu namna mchakato unavyoenda ndivyo inavyokuwa. Sasa inaenda sehemu ya tatu, tunasema begeni, maana yake anasema lakini tulishindwa. Unajua kama ingeweza kujua kama ana tatizo la moyo, singekuwa ameenda mapema. Tungejua mapema. Hili jambo kwa kweli halijempata. Sisi tungekuwa tumempeleka India. Sasa ukisha ku regret, ambayo ndio aliyokuwa anasema kukata tamaa ni ugonjwa mbaya mno. Maana yake unakupeleka kwenye sonona, unapata depression. Na depression ni ugonjwa mbaya rafiki, katika magonjwa afya ya akili ambayo ni silence killer ni sonona. Bora haya mengine ya michatu unaweuka, lakini depression mtu anaweza akakufia very silence, ukakaa naye ofisini ukafikiri ni mkimya, ukafikiri ni jambo fulani, bora aweuke, utamfunga kamba. Depression sonona haifungwi kamba, inafunga nafsi kamba. Maana yake anaweza kasizi, anaweza kajiua silence, anafanya kitu cha. Sasa inapofika ile sonona, ndio kipindi ambacho sasa umelibeba lote katika safari yote mpaka umefika hapa. Umeona, tulitazame katika lugha nyingine. Sasa unapoitazama katika lugha nyingine, ndio nafsi sasa inakupa ule mwanga, unapata nguvu. Unapata nguvu ya kwenda kusimama na kuona nimehangaika nalo hivi, lakini wangapi wamekufa? Mbona wangapi walikuwa na hela? Matajiri walikufa, walipambana. Sio kosa langu mimi, ni hali, ni mapenzi ya Mungu. Ni Mungu, Mungu alitoa, Bwana ametoa na Bwana amefanyaje? Ile ni acceptance process. Kwa hiyo jina la Bwana afanyaje? Lihimidiwe. Tuyashike yale mazuri aliyojenga, na amini tutayatenda kazi. Ile lugha unayoiona, maana yake ina release nafsi yako, inaachilia. Sasa acceptance si nadharia. Ni kitu kinachojumuisha mawazo yako, inajumuisha mwili wako. Ndio maana tunasema acceptance inaenda na lugha, si Kiswahili chake kizuri, lakini meditation. Una meditate, unatuliza ile munkari wako, akili inafanya utulivu. Kwa mfano namna ya kutuliza akili, naweza nikakupa njia tatu. Ya kwanza nyepesi tu, unavuta pumzi taratibu, yani mawazo yako unaweka kwenye pua yako, and then unatulia katika sehemu iliyotulia, unavuta pumzi taratibu kwa pua, alafu unaiachia kwa mdomo taratibu. Ile ni process acceptance, kwamba mwili muscles zimeshikamana kuzuia lile jambo lisipite. Lakini unapofanya ile hali, unafanya misuli yako inafanya utulivu. Maana yake unaona hali ya tofauti. Au unaweza kukaa mahali ukatumia milango ya fahamu, macho, masikio, pua. Unamwambia mtu tazama vitu vitano.
katika chumba. Kwa hiyo unakaa hapo unatazama vitu vitano. Haya, sikiza sauti 3, asikize sauti. Sikiliza harufu 2 au 1. Ile unavyotulia akili, maana yake inakuwa focused. Inaiondoa matumizi ya lile jambo lako lenye maumivu, linawekwa pembeni. Kuna muda wa kukubali. Kwa mfano, mtu anapewa taarifa, bwana fulani ameondoka duniani, atupo naye. Halafu rahisi tu, sepoleni sana, ilikuwaje? Sepoleni sana bwana, alikuwa mtu poa sana, amemaliza. Na kuna mwingine anaanza ule mchakato, anakataa kwamba haiwezekani, nimechati naye jana tu usiku. Upo muda ama kuna aina za njia za kukubali? Naweza kukubalia yote, kwa sababu kwanza inategemea mtu na mtu. Lakini pili, upo muda. Ni process. Tunaita healing, unavyosikia healing process. Kuna natural, yani kuna halisia, natural ni halisi. Yani ni mchakato, una hatua zake. Una hatua zake. Na una kipindi ambacho ukikaa kwenye hicho kipindi kwa muda fulani, kwa mfano kama sonona, dalili zikikushikilia siku 14, hiyo tayari imeshapinduka. Hiyo kaonana na mtaalamu. Kwa hiyo kupata changamoto za kiakili ni kawaida. Ni kawaida. Kupata hali fulani ya mshtuko, ukashtuka, ni kawaida. Lakini kipindi gani hicho jambo unakaa nalo na liko katika mazingira gani? Kwa hiyo nakubaliana nawe kwamba muda lazima uzingatiwe. Lakini pili, mnatofautiana na namna ile jambo lilogusa. Kwa mfano naweza kusema kumetokea ajali. Ukaniambia ajali imetokea wapi? Nikakwambia imetokea Arusha. Tutaanza kupungua hapa. Kwa mfano wewe unatokea zako Mbeya, huyu anatokea zake labda Arusha, atataka kuuliza zaidi. Lakini wewe unaona Arusha, yani unaona kama hakuna, nafsi inakwambia huko hamna, hakuna issue. And then unakuuliza Arusha, kwani Arusha ilikuwa aje? Nikamwambia ni gari la watalii lilikuwa limebeba wazungu likapata ajali. Ataachana na hiyo biashara kwa sababu anaona ndugu zake labda huko Arusha hamna. Lakini waliokufa ni watu, umeona, wenye maumivu. Kwa hiyo ina maana kukubali inategemea na wewe hilo jambo limehifadhiwa kwenye nini. Thamani uliokuwa umeipa hilo jambo wewe likaja kwenye hicho kitengo chako, kwamba ukaribu na hilo jambo. Ukaribu na hilo jambo. Kwa hiyo kukubali, tutatofautiana kati ya mtu na mtu kutokana na namna ambavyo kile kitengo cha tafsiri kimepewa thamani ipi. Hilo ndilo la msingi sana. Kwa hiyo ni vizuri sana kumjua mtu hivyo. Sasa tunapomwambia mtu kukubali, maana yake nini? Tunaenda kwenye kile kitengo cha tafsiri, tunaweka tafsiri zingine zinazosababisha lile tafsiri ya mwanzo isiwe na nguvu kubwa kama ilivyokuwa hiyo mwanzo umeiweka. Sasa ndio maana nakwambia acceptance ni treatment, kwa sababu unachukua kilichopo unajaribu kuingiza kitu kingine, au kinaweza kikabaki kile kile lakini kwa kiwango kidogo. Na kuna dalili zozote ambazo zinaweza kuonyesha sasa labda huyu bado hajakubali na anahitaji msaada, kama ni wa kisaikolojia au kitaalamu zaidi? Yes. Ni dalili nyingi. Na kama nilivyoeleza mwanzo, mfano tafiti nyingi sana zimeeleza kuhusiana na ile hatua. Utaona ni mtu ambaye hakubali. Haiwezekani. Yani anakuwa anaeleza hilo. Kwa hiyo ukiona yule mtu ambaye hakukubali, ndio kwanza saa 11 kwake huyo. Yani huyo anahitaji msaada zaidi. Lakini ukiona anakuja hapo amejaa hasira, haiwezekani, mbavu tu, wanafanya kitu gani? Nini? Ukiona yuko hatua ya pili huyo, yani namna ambavyo ana hasira. Yani yuko kwenye anaenda, unaweza kukasirika, ni sehemu ya mchakato wa kukubali. Ni mchakato, ni safari, ni safari. Kwa hiyo ina maana yuko hatua ya pili huyo. Ni kama ni majira basi anaanza kupambazuka na kadhalika. Lakini atakasirika hapo, ataweuka. Baadaye ataona kuuka kwake kusaidii, ataona hivi yeye alichangia vipi? Yani makosa gani yeye aliyafanya? Kwa nini nilitoka asubuhi kwamba nimesababisha labda ajali? Kwa nini ulipita hiyo njia? Kwa nini ulipanda hilo basi? Kwa nini nilienda kwenye hiyo safari? Umeona? Kwa nini sikukaa nyumbani? Kwa nini sikutoka? Sasa ile hali ile inampa tunaitaga intrinsic capacity, kwamba anarudisha mechi ndani, anapambana kwenye akili yake. Sasa anapopambana kwenye akili yake ndio sonona inatokea, kwa sababu hisia, kama nilivyosema, mawazo na hisia kuna kitu tunachoita primary emotions. Ni vizuri sana watu wakazifahamu. Yani kuna chemba 4 zinazotunza tafsiri za hisia. Ya kwanza ni uenda wazimu, yani ile madness, anger. Yani unapoleta kitu kikija hapa kinakupa hasira,
Na hasira maana yake inawezekana hitaji lako halitimizwi au mtazamo wako haupo. Lakini sehemu ya pili ni huzuni. Unapopoteza chochote kile kinatafsiriwa kwenye hii chemba ya huzuni. Ya tatu ni furaha, ya nne ni mashaka. Kwa hiyo sasa hasira hii ya kukubali mara nyingi kinakimbilia kwenye wazimu, uenda wazimu. Kikitoka kwenye ile uenda wazimu kinaenda kwenye huzuni. Yaani kwa nini kafanya hivyo? Sasa ikishafika pale sasa ndio unaanza kuingia kwenye mchakato wa kutumia ile mifumo ya akili kuondoka kwenye sonona kwenda kukubali. Yaani ukiona mtu yuko kwenye huzuni, maana yake tayari ni kesho yake ni kama ni mayai basi ni siku 20, tunategemea siku ya 21 vifaranga vianze kuanguliwa. Kwa hiyo ndio maana hii swala nzima la kukubali lilivyokuja kwenye jamii, lilikuja kwa msingi ya watu wenye ulemavu. Kiona hata sasa hivi michakato mingi ambayo inafanyika, vitawekwa viti vyenye magurudumu ya watu kutembea. Yaani kwa mfano unaposikia kwamba wewe umekuwa mlemavu, sio kwamba ndio mwisho wa maisha yako. Sio kwamba hautaweza kufanya kazi, sio kwamba hautaweza kuajiriwa, sio kwamba wewe hautaweza kusoma. Kwa hiyo ni kipindi ambacho tunatoa hamasa kwamba katika jamii ulemavu sio mwisho wa maisha. Wewe, mimi na mikono miwili, wewe una mkono mmoja, lakini unaweza kukubali ukapata mbinu mbadala za kubadilisha huo mkono huo mmoja ukawa na mikono miwili katika msaada mwingine. Tunaita equity. Yaani kwamba wewe ni mfupi, mimi mrefu, lakini tunataka wote tutazame mpira. Mimi watanikea kiti, nitasimama kwenye hicho kiti, wewe utasimama na miguu yako, Mungu aliyokujalia urefu. Wote tutaona mbele. Kwa hiyo nisione kwamba kwa nini mimi nimewekewa kiti, wewe umesimama na miguu yako. Sasa hayo ndio maradhi. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza akawezesha ama akasaidia nafasi ya mtu mwingine kukubali. Yes. Na wewe unaweza kujiwezesha mwenyewe kukupa nafasi ya kukubali. Sasa unakuta sisi tunalalamika, nini nimeekea kiti? Ni namna hiyo. Kwa hiyo una maana katika hii masuala ya kijamii tunahamasisha sasa kwamba kuwa na gurudumu sio adhabu, sio ugonjwa, bali ni sehemu ya kukuwezesha wewe kuweza kutekeleza lile. Ndio maana hii swala la kukubali kwenye jamii na lina mifungo mingi labda kuwezesha kukubali na kushawishi ili watu wakubaliana na hiyo hali. Naam. Sasa katika hizo hatua nini ambacho mfano nafasi ya familia au jamii katika kusaidia, kwa sababu ndio wanakuwa watu wa karibu zaidi kuona na kusaidia? Sawa kabisa. Maumivu ya kitu yanapelekea mtu kuumia kutokana na kukosa, hasa kukosa kitu gani? Kwa mfano amefiwa na baba yake, amefiwa na mama yake, mtoto atalia. Anapolia lazima aje na sauti kwamba nani atamsomesha, nani atampa chakula. Kwa hiyo kuna yale mahitaji yatakayoondoka. Sasa katika kukubali, jamii jukumu lake ni nini? Ni kuwezesha katika yale ambayo yalikuwa yatekelezeke, jamii yaweze kuwezesha kusaidia hilo. Tunaiza ile social needs. Na ni sehemu ya kwanza kabisa. Kwa mfano katika harakati labda limetokea tatizo labda la mafuriko. Uwezi kutoka hapo kwenye mafuriko ukaanza kuambia watu, unajua Mungu amefanya hivi, tumachie Mungu tu, tufanyeje? Huo sio utaratibu. Hayo ni maumivu unaenda kumpa mtu. Tatizo limetokea, tunaenda kuangalia zile social needs, mahitaji ya kijamii. Kwamba hao watu mafuriko yametokea, hawana pa kulala, hawana chakula. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba unaenda kwenye yale maeneo ya kuhakikisha kwamba hao watu wamepata sehemu salama ya chakula, walioumia wamepelekwa hospitalini, na watu wenye wamepata mchubuko labda kadhalika wamepewa zile huduma stahiki. Kwa hiyo yale mahitaji ya kibinadamu ya kwanza kuhusiana na mwili wake, afya yake, ndio yanapaswa kuzingatia. Lakini ya pili, wakisha kuona sasa mimi nimepata chakula, niko sehemu salama, ndio tunaenda katika kufanya sorting. Tunaposema sorting tuna maana gani? Kwamba nilisema mwanzo, sio wote jambo likitokea tutakuwa na maumivu sawa. Nikatoa mfano wa basi ajali na vitu kama hivyo. Lazima ujue nani mkoa wake Arusha, nani mtu wake wa Mbeya. Ukishajua kule Arusha kwamba okay tunaenda, ili jambo wewe kwa nini kwako ni shida. Kwa hiyo lazima umsaidie kwamba maumivu yake yako kwenye nini. Yaani kuna mtu mwingine maumivu yake tu ni kwa sababu rafiki yake naye alishiriki. Kwa hiyo lazima tuweze kujua tafsiri yako wewe kwenye hili jambo ni nini.
Then ukisha kujua tafsiri yake kwenye hilo jambo, sasa ndipo tunamsaidia sasa kufanya ule mchakato wa kuleta tafsiri mbadala. Tunasema tunakuletea mkalimani. Ni lugha yangu mimi ninayopenda kusema kwamba huyu mtu haelewi hiyo lugha, mpelekee mkalimani. Kwa hiyo acceptance mimi naitaga mkalimani. Anahitaji lugha ya mtu wa kumsaidia kutafsiri hiyo lugha ili aelewe hicho kilugha kwa kumsaidia. Ndio maana mtu anasema anaongea hivi kupata maumivu, lakini wewe maumivu unayopata ni kwa sababu huelewi hiyo lugha. Lakini usipoelewa lugha, basi hata kwa vitendo utaona kwamba vinafanyika namna gani. Baada ya hapo sasa kujua, ndio unamsaidia ile kumkuza, kwa sababu huwa inaenda na kurudi. Yani inaenda na kurudi. Kwa sababu ndio maana kwenda na kurudi kuna kitu tunachoita trauma. Yani anapata trauma, Kiswahili chake kizuri yani ni kama kovu fulani. Yani tunaitaga post stress traumatic disorder. Yani kwamba jambo lilivyotokea lilimpa kovu. Kovu ni nini kwenye saikolojia? Tafsiri yako pale kwenye kile kidude cha kutafsiri ndio kovu linalokaa. Sasa ile hali inapotokea lazima ipitie kwenye ile kovu. Kwamba mimi nilipata ajali kwenye daladala au nini. Kila nikiona nataka kupanda daladala, ile kwenye inagusa pale kwenye kovu. Sipande daladala. Anakumbuka lile tukio. Linamleta. Sasa namna gani ya kumsaidia mtu kuponyesha kovu la kwenye akili? Yuko mchakato. Uko mchakato. Kovu kwenye psychology mimi naipendaga kuita ni incomplete emotions. Yani ni mchakato wa kihisia ambao haukukamilika. Kwa hiyo lazima tukusaidie. Kwa mfano rahisi, mimi naweza kukusaidia tu njia fupi ya kukusaidia wewe kumsaidia mtu. Mtizame, mnakaa kwa kutazamana. Alafu mwambie aende kwenye lile jambo. Apeleke mawazo yake kwenye jambo. Wakati huo macho yake yakikutazama. Wewe fanya mkono wako kwa namna hii. Yani wewe akutazame na wewe anapeleka lile jambo kule na wewe unamfanyia mkono wako namna hii. Unaweza kuona ni jambo la kitoto, lakini mtu amekaa darasani miaka 3 kusoma namna ya kumfanyia mtu mkono namna hii. Tunamsaidia kukamilisha ile mchakato. Yani ile process yake nini? Sasa hii ni wave ya kukusaidia brain icomplete lile jambo. Yani kwa mfano lile jambo halikuisha, limekuwa stuck katika mfumo wa kimaumivu. Sasa hii kwenye ile eye movement inakusaidia wewe katika ile akili sasa kulikamilisha lile jambo na kuliweka katika mfumo wa kawaida. Mfano usiku unapolala, macho yanafanya kazi. Kunaita eye rapid movement na non eye rapid movement. Kila hizo chakato, hizi simu zetu za smart, watu wana smart zao kwa ajili ya kuonyesha ndugu zao na nini, lakini hawajui zinaweza zikakusaidia hata kujua kumonitor wewe ulalaji wako ukoje na uko namna gani. Kwa sababu kwa mfano watu wasiolala ni wenda wazimu. Na nakushauri ulale. Yani ulale. Yani wasiolala muda wa kutosha ama au inakuwaje? Katika kitu ambacho unaweza kuipa mwili wako heshima kabisa brother ni kulala. Sio ulale saa 9 usiku amke saa 6 mchana. Huo ni ugonjwa, sio malazi. Lala mapema. Akili iweze kufanya acceptance. Lakini sio ulale afu amke tena ulale, yani ni kulala. Kwa wastani ule ambao unashauri. Tunakushukuru sana kwa muda wako. Ila kukubali na mimi pia limeniingia. Hiyo ya kupunga nitapunga sana. Sasa usipunge kwa unaweza kupunga, ni kitaalamu kwa watu kama wana changamoto hizo tunakaribisha pia. Kuna namna nyingi ya kustimulate. Mimi nimesoma, ni mtaalamu wa neuro health counselor, kwa hiyo naweza nikakusaidia kwa njia nyingi. Jambo lilonalo sisi tunakushukuru sana John Ambrose, mtaalamu wa saikolojia, tukizungumza kuhusiana na siku ya ukubali ama kukubali. Bila shaka na wewe pia umepata elimu kubwa na kuanzia sasa itakusaidia.